Tatu ya chaguzi za viongozi wa chama cha UDA mashinani yanatarajiwa kufanyika hapo kesho katika kaunti 18. Kulingana na mwenyekiti wa bodi ya kitaifa ya uchaguzi Anton Mwaura, chaguzi hizo zinatarajiwa kuendelezwa katika vituo 8819 vya kupigia chaguzi hizo, zikiwa zimewavutia zaidi ya wagombea 1500 wanaowania nafasi 20 chamani UDA. Huku marejeleo ya awamu ya tatu ya chaguzi za viongozi wa chama cha UDA mashinani yakitarajiwa kufanyika siku ya Jumamosi. Katibu mkuu wa chama hicho Seneta Hassan Omar pamoja na mwenyekiti wa bodi ya kitaifa ya uchaguzi Anthony Mwaura wametoa taarifa kuhusu maandalizi ya chaguzi hizo zinazotarajiwa kuendelezwa katika kaunti 18 nchini. We are having elections in 18 counties around the country, mainly in Mount Kenya region and Rift Valley region. Mwaura akibaini kuwa chaguzi hizo zitaendelezwa katika takriban vituo vya kupigia kura 8819, chaguzi hizo zikiwa zimewavutia zaidi ya wagombea 1500 wanaowania nafasi 20 chamani UDA. Elections will happen as scheduled. They will be starting at 8 in the morning and ending at 5 in the evening. You will be doing elections in 8,819 polling stations, and you will be having almost 19,000 election officials, that is the returning officers and the clerks, who will be in their station. They are being trained today. Chaguzi hizo zilitarajiwa kuendelezwa katika kaunti 20, ila chaguzi za kaunti ya Nakuru zilihairishwa hadi tarehe 28 kutokana na mashindano ya Safari Rally yanayoendelea, na pia katika kaunti ya Kakamega kutokana na idadi kubwa ya wagombea. We were supposed to have elections in 20 counties, but we removed 2 counties, that is Nakuru, because as you are aware, there is the Safari Rally which is happening there tomorrow. By the end of the whole exercise, the party will be having 580,000 elected party officials in all the polling stations. Katibu Omar amewahakikishia wanachama kuwa chaguzi hizo zitakuwa za huru na za haki, hasa kutokana na mifumo ya kielektroniki zitakazotumika kupiga kura, huku jumla ya viongozi 50,000 wakitarajiwa kuchaguliwa kupitia zoezi hilo. Mwaura encourages our members, who are the pillars of our popularity and our strength, to participate in these elections. It's about creating popular leaders. It's about ensuring that we mobilize the grassroots. It's about creating an extensive national network of leaders and party mobilizers. We are fighting against people who are overrated in the media, people with no track record, people who don't have the kind of political institutions that we are building. Elections are won through discipline, strategy, and track record. James Mwangi, Undugu TV.